Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa channel hii, nipende kukaribisha katika mafundisho matakatifu, na siku ya leo nitafundisha kwa kina kuhusu ubatizo. Maana kumekuwa na zana tofauti ambazo zinaelezea ubatizo na watu wanabatizwa kwa namna ya kizehebu au ya dini, lakini leo nataka nifundishe kwa kina jinsi ambavyo mitume walitembea wakatenda, lakini hata Yesu alivyoagiza. Ninaomba anze kwa maandiko ili tuweze kwenda pamoja. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 28 na mstari wa 16 imeandikwa, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimewapa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaona Yesu mwenyewe akiwa amekwisha kufufuka aliwafundisha wanafunzi wake kubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini ninaomba niendelee mbele tuone nini maana ya ubatizo. Ubatizo ni tendo la imani ambalo linafisha utu wa kale na kufufua utu mpya katika Kristo. Kwa hiyo wakati Yesu anaongea nao alikuwa anawaambia, nendeni mkawafanye watu kuwa wapya, watakatifu, au watu ambao wamepitia kwenye mchakato wa ukombozi kamili kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo ubatizo ni nini? Ubatizo ni kuzamishwa ndani ya na kuinuliwa kutoka kwenye eneo uliozamishwa au kimiminiko ulichozamishwa. Kwa Yesu akawa anaongea na wanafunzi wake, nendeni mkawabatize watu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ni kweli kuna watu wanabatiza hivyo hata leo, lakini usahihi wake ni nini? Naomba unifuatilie ili uweze kuelewa. Nitasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 2. Tuone wanafunzi walioagizwa walifanya nini. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 inasema kwamba walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Lakini naomba niongeze tena andiko jingine. Kitabu cha Matendo sura 10 mstari wa 44, Biblia inasema maneno haya, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu aliwashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa, watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwazimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezee kuzuia maji hawa wasibatizwe? Watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi. Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo akamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha. Lakini pia kitabu kingine ni Matendo ya Mitume sura 19 kuanzia mstari wa 1 mpaka ule wa 6, lakini nitasoma tu ule mstari wa 4 hadi wa 6. Paulo akasema, Yohana aliwabatiza kwa ubatizo wa toba, akawaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Na jumla yao walipata wanaume 12. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, ninataka nishare na wewe jinsi ambavyo mitume walitembea kwa ujazo wa Roho Mtakatifu. Tunaona Yesu anaongea na wanafunzi wake ya kwamba nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini tunaona Petro kwenye kitabu cha Matendo sura 2, wakiwa wamejazwa Roho Mtakatifu na mitume wengine, wakaanza kuhubiri habari njema. Walipoanza kuhubiri habari njema, watu wakawasikia
wakinena kwa lugha nyingine wakashangaa, bali njema zikahubiriwa. Wale watu waliosikia wakauliza, tutendeje? Petro akijaa ujasiri na Roho Mtakatifu akamwambia, tubuni mkabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu na mpate kipawa cha Roho Mtakatifu. Lakini tunaona pia haikuishia hapo. Huyu Petro kwenye sura ya 10 mstari wa 44 alikuwa akihubiri mahali. Wakati anahubiri, Roho Mtakatifu akawashukia wale waliokuwa wanasikiliza lile neno. Watu wakaanza kushangaa, mbona hawa sio Wayahudi? Mbona hawa hawamjui Mungu? Mbona hawa hawajaokolewa? Wanawezaje kujazwa Roho Mtakatifu? Petro akiwa amejaa Roho Mtakatifu tena kwa mara nyingine akawaambia, ni nani anayeweza kuzuia maji hawa wasibatizwe? Kwa hiyo Petro akawaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe pia Paulo vivyo hivyo. Tunaona Paulo alipofika mahali pia kwenye kitabu cha Matendo sura ya 19, tunaona Paulo amefika mahali akakuta watu wamebatizwa, lakini sio ubatizo sahihi. Wamebatizwa, akaamuru wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo, na alipoweka mikono juu yao wakapata kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Basi kwa mifano hii ya mitume ambao walikuwa na Roho Mtakatifu, wanatembea katika utakatifu, walikuwa wanamwelewa Yesu kwa kiwango cha ajabu sana. Yesu alipoambia nendeni mkabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, walijua haya sio majina, hivi ni vyeo au nafasi za Mungu au Mungu jinsi alivyojifunua. Lakini jina halisi linalopasa kubatizwa kwalo ni jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo kama umebatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, bado hujabatizwa kwa msingi wa mitume na manabii, kwa sababu tunatazama walioambiwa wakiwa wamejaa Roho Mtakatifu wanabatiza kwa jina la Yesu Kristo, wala si kwa jina la Baba na Mwana. Kwa hiyo ndugu mtazamaji unayefuatilia, ni wakati wa kuijua kweli hii, na hii kweli iweze kukuweka huru. Najua kuna mifumo ya dini, mifumo ya kizehebu, mifumo ya mapokeo ambayo tumetembea nayo kwa muda mrefu, lakini leo sikia, kama ulibatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ulibatizwa kimakosa. Lakini mitume walibatiza kwa jina la Yesu. Na kwa nini walibatiza kwa jina la Yesu? Kwa sababu ndio jina pekee lenye uwezo wa kumkomboa mtu, na ubatizo ni tendo la kumkomboa, kumfanya mtu awe mwanafunzi wa Yesu. Kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu sio jina, hivyo ni vyeo. Kwa hiyo ndugu mpendwa, unaposikia sauti hii, naomba nikukumbushe bado nafasi ipo, na wakati mwingine tena tutaingia ndani zaidi ili uweze kuelewa. Lakini pia hapo hapo kwenye kubatizwa, nataka nikazie vizuri uweze kuelewa. Kuna watu waliobatizwa kwa maji kidogo, kuna watu waliobatizwa kwenye moto, kuna watu waliobatizwa kwa kupigwa viboko, tunaona kwenye mitandao. Kuna watu wanabatizwa kwa uwakilishi, kwamba wanachukuliwa watu wawili waenda kubatizwa, wengine waliobaki wanaambiwa kupitia wale wawili wamekwisha kubatizwa watu wote. Lakini nataka nikwambie, Biblia inasema kila aaminie na kubatizwa ataokoka. Kila, hakusema uwakilishi wa watu kwamba wakabatizwe baadhi, wengine waje wapokee neema ya ubatizo kupitia watu wengine. Hapana, sio hivyo. Kwa hiyo ndugu, nini kifanyike? Kama ulibatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ni nafasi yako tena ya kukubali kubatizwa upya. Kwa nini unatakiwa kubatizwa? Ni kutimiza haki yote. Maanake kuna haki inayopatikana kwa njia ya ubatizo wa kweli. Na tunaona mitume walipokuwa kibatiza, kulikuwa na ishara na matendo na mabadiliko ya maisha watu, kwa sababu ule utu wa kale ulikuwa unazikwa pamoja na Kristo na kufufuka kwa utukufu pamoja na Kristo. Lakini leo watu wanabatizwa, hakuna mabadiliko, maanake ni ubatizo feki. Lakini ubatizo sahihi ni ubatizo kwa jina la Yesu Kristo, kwenye maji mengi na sio kwenye maji kidogo. Mungu awabariki sana. Shalom, shalom. Amen.